Urusi imethibitisha kuwa imefanya jaribio la kombora jipya lenye injini inayotumia nguvu za nyuklia linalojulikana kama Burevestnik. Kombora hilo linaripotiwa kuwa na uwezo wa kusafiri umbali mrefu zaidi ya makombora ya kawaida na kuepuka kugunduliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, jaribio hilo lilifanyika tarehe 21 Oktoba mwaka huu, ambapo kombora hilo liliruka kwa zaidi ya saa 15 na kusafiri takriban kilomita 14,000 angani. Vipimo vya miondoko ya wima na usawa vilifanywa na mateko yake yalidhihirisha wataalamu wa kijeshi wa Urusi. Kombora la Burevestnik linalojulikana kwa makundi ya kijeshi ya NATO kama Skyfall linadaiwa kutumia injini ya nyuklia inayowashwa baada ya injini za awali za mafuta imara kulirusha hewani. Njia yake ya kuruka kwa urefu wa kati ya mita 50 hadi 100 juu ya uso wa ardhi hufanya iwe vigumu kugunduliwa na rada za kawaida. Wataalamu wanakadiria kuwa linaweza kufika umbali wa kati ya kilomita 10,000 hadi kilomita 20,000, jambo linaloiwezesha Urusi kulenga maeneo ya mbali kutoka ndani ya mipaka yake. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi, silaha za aina hii zinaweza kubadilisha mizani ya usalama wa kimataifa kwa kuongeza mashindano ya teknolojia za nyuklia. Kombora linaloweza kubaki angani kwa muda mrefu na kuruka chini ya rada linaibua changamoto mpya kwa mifumo ya ulinzi ya anga ya mataifa mbalimbali. Hali hii inaweza kusababisha mikakati mipya ya kisera kuhusu usalama wa kimataifa na usawa wa nguvu za kijeshi. Hata hivyo, maendeleo ya kombora hilo yamekumbwa na changamoto za kiufundi na hatari za kiafya na kimazingira zinazotokana na matumizi ya injini ya nyuklia. Ripoti za awali zilionyesha kwamba baadhi ya majaribio ya awali yalishindikana na ajali kadhaa ziliripotiwa kusababisha vifo pamoja na madhara kwa mazingira. Watafiti wa kimataifa wamesisitiza kuwa Urusi inapaswa kushinda changamoto za udhibiti wa mfumo wa nyuklia na kuhakikisha usalama wa wanajeshi na raia kabla ya kuanza uzalishaji wa kiwango kikubwa. Kuna taarifa kwamba Urusi imeanza kuandaa miundombinu ya kudumu kwa ajili ya majaribio zaidi, ikiwemo vituo maalum vya uzalishaji wa kurushia makombora. Ripoti za picha za anga zimeonyesha shughuli za ujenzi karibu na mji mkuu zikidhaniwa kuhusiana na mpango wa kombora hilo. Mataifa ya magharibi yameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hatua hii, yakihofia kwamba inaweza kuchochea mbio mpya za silaha duniani. Kwa sasa, mijadala inaendelea kuhusu jinsi dunia inavyopaswa kujibu maendeleo haya. Baadhi ya wataalamu wanapendekeza kuanzishwa kwa makubaliano mapya ya kimataifa ya kudhibiti teknolojia za nyuklia, huku wengine wakisisitiza haja ya kuimarisha ulinzi wa anga na rada za kisasa zaidi. Kwa jumla, Burevestnik limekuwa ishara ya zama mpya ya teknolojia za kijeshi, silaha yenye uwezo mkubwa lakini pia yenye hatari kubwa kwa binadamu na mazingira. Dunia inasubiri kuona ikiwa Urusi itaendelea na mfululizo wa majaribio haya au ikiwa kutakuwepo na hatua za pamoja za kuzuia kuenea kwa teknolojia hatarishi za nyuklia.